Mandhari ya nyumbani, nyumba ya kawaida ya Bibi, bustani ndogo, redio ikicheza kwa mbali. Bibi Asha alikuwa mjane mwenye umri wa miaka 68. Aliishi peke yake kijijini nje kidogo ya Morogoro. Alikuwa mtu wa amani aliyezoea maisha ya utulivu na kazi ndogondogo za nyumbani. Bibi akipika, akishona au akiongea na mjukuu wake kwa simu ya video. Mjukuu wake, Amina, alikuwa akimfundisha kutumia simu ya kisasa. Bibi, ukiwa na WhatsApp, unaweza kuwasiliana nami kila siku. Bibi akitabasamu. Asante mwanangu. Hii dunia ya mitandao inasaidia sana. Usiku, Bibi amelala kitandani, anachukua simu, anaangalia ujumbe wa internet bure kwa mwaka mzima. Bonyeza hapa kupata ofa. Usiku mmoja, Bibi alipokea ujumbe wa ajabu, pata interneti bure kwa mwaka mzima. Akaona si vibaya kujaribu. Bibi anabonyeza linki, taa zinawaka ghafla, simu inazima na kuwaka tena, ikifanya sauti za ajabu. Bibi akihangaika. Mbona simu yangu imebadilika ghafla? Simu ya Bibi inafanya vitu vya ajabu. Kamera inajifungua yenyewe, taa ya kioo inawaka usiku. Bibi Asha alikuwa hajui kwamba alikuwa ameingia mtegoni. Linki ile haikuwa halali, ilikuwa programu ya udukuzi. Mtu asiyejulikana akiwa kwenye laptop, akiangalia video ya kamera ya Bibi kwa mbali. Kila alichokuwa akifanya kilikuwa kinaonekana kwa watu wasiojulikana. Na si hilo tu, Bibi anajaribu kupiga simu kwa mjukuu wake, lakini salio limeisha. Anakwenda benki kesho yake, akaunti yake haina hela. Bibi kwa hofu. Mimi, pesa zangu zote ziko wapi? Mbona zimetoweka? Gazeti au runinga ikionyesha habari ya watu wengi wakiibiwa kwa njia ya intaneti ya bure. Picha zake binafsi zilisambazwa mtandaoni. Pesa zake ziliibiwa. Na kilichoogopesha zaidi, hakuweza tena kuamini teknolojia. Mjukuu wa Bibi akimtembelea, kumfariji na kumrekebishia simu. Amina. Bibi, ukiwa na shaka na ujumbe wowote, niite. Usibonyeze bila kuuliza. Bibi kwa huzuni lakini tumaini kidogo. Asante mwanangu. Haya mambo ya kisasa yanahitaji kuwa makini sana. Kamera inapanuka, inaonyesha familia nzima wakimkumbatia Bibi, kisha ujumbe unaonekana kwenye skrini. Usibonyeze linki za kusisimua zisizo na uhakika. Lindeni wazee wetu. Waelimishe kuhusu usalama wa mitandaoni. Kama ni bure, wewe ndiye bidhaa.